Asante, naitwa Dr. Sebastian Ndege, almaarufu kama Jembe ni Jembe. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya maziko ya ndugu yetu marehemu Kevin Mbogo. Kevin Mbogo alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu mwema sana na alisaidia watu wengi, na kupotea kwake kumeacha pengo kubwa sana. Ameacha familia, mke pamoja na watoto watatu, na vile vile watu wengi wakiwa wanamtegemea ikiwa kama mfanyabiashara. Pia ameacha ofisi nyingi, makampuni ya Homeground, mahoteli hapa pamoja na Mpanda. Kwa hiyo ameacha watu wanaomtegemea kama wafanyakazi pia, na amekuwa ni mtu ambaye yuko katika jamii, kwenye upande wa chama, kwenye upande wa serikali. Kwa hivyo tumepata pigo na pengo kubwa sana, na pengo linakuwa kubwa zaidi au la kusikitisha zaidi pale ambapo kifo kinakuwa cha karibu, cha ghafla, na hamna mtu alijiandaa wala kutegemea. Ni ajali ya gari na imekuwa ni bahati mbaya sana, lakini tunasema yote ni mapenzi ya Mungu, tunayapokea na tunaendelea kumwenzi kwa wema wake. Kikubwa ambacho tunafanya leo hapa ndi tunaaga mwili wa marehemu ili kuweza kusafirisha siku ya kesho kuelekea Mpanda ambako ndiko kule atazikwa. Kwa hivyo mpaka hivi sasa tunasubiri muda ambao mapadri watafika hapa na misa itafanyikia hapa nyumbani kwake Victoria, na tayari waumini wote waombolezaji wameshaketi kwa ajili ya kupokea mwili. Utatoka hospitali ya Mwananyamala kufika hapa si punde, na baada ya kupokea mwili basi moja kwa moja mapadri wameshafika nao pia wanaanza kujiandaa kwa ajili ya misa takatifu ya kumwaga marehemu wetu mpendwa wetu Kevin Mbogo. Na baada ya hapo mwili utakaa hapa, tutakuwa nao usiku wote kwa ajili ya kukesha naye, kusherekea naye, kufurahi naye. Tunaamini kwamba uko aliko yeye Mungu na malaika wanamtamalaki, na sisi kama marafiki tunajua kwamba Kevin alikuwa ni mtu wa kufurahi, alikuwa ni mtu wa bata. Kwa hiyo pia tutamsherekea kama yeye pia alivyokuwa akizungumza hata kwenye maongezi ya kawaida tu kama rafiki. Alikuwa akisema kwamba mimi siku nikifa mnisherekee, na hata sisi kwa sababu ni marafiki zake tulikuwa tukiwa naye kwenye maziko ya watu wengine, alikuwa anasema tumsherekee. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaamini kwamba kifo ni sherehe na Mungu au malaika kule mbinguni wanakupokea kwa sherehe. Kwa hiyo na sisi tufurahie na tufurahie upendo wake kuliko kuhuzunika zaidi, wakati tukiwa tunakumbushwa maneno ya Mungu kutoka Ufunuo ambayo yanasema kwamba siku moja machozi yatakwisha, kilio kitakwisha na kutakuwa kuna furaha tele. Haya ni maneno ya faraja ambayo vitabu vya Ufunuo vinatupatia katika kutukumbusha kwamba japokuwa kwamba tunaingia kwenye huzuni na majonzi, lakini siku moja Mungu atatupa furaha. Na sisi sote ni njia moja na tunapita duniani hapa, tuangalie, tutafakari kwa kupitia kifo hiki jinsi sisi tunavyoishi na kujiandaa kwa ajili ya maisha yapo baadaye ambayo ndio maisha yetu ya milele. Na mwisho napenda kutoa shukurani kwa watu wote waliotusaidia, walioshirikiana na sisi, waliotukimbilia katika kipindi kigumu, watu ambao wametuchangia kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanyikiwa, na waombolezaji wote walioshiriki pamoja na sisi. Pia tunawashukuru sana viongozi wa chama na serikali ambao wamehudhuria katika shughuli hii. Tumeona tuna mkuu wa mkoa wa Iringa ametoka moja kwa moja Iringa mpaka hapa kwa ajili ya shughuli hii. Tunao mkuu wa mkoa wa Iringa ambaye ni Harry James ameshiriki pamoja na sisi, na tunamshukuru pia ndugu yetu Richard Kasesela ambaye yeye ni MNEC au mjumbe wa halmashauri kuu, na yeye yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo tumekimbiliwa na watu wengi, siwezi kuwataja wote, lakini tunasema asante. Tunashukuru sana ndugu zetu wa media, kwa kweli mmekuwa very active kwenye kukava tangu siku ya kwanza. Tunaona kwamba nyinyi pia mlikuwa ni wadau wa maisha ya Kevin na amekuwa akiwapenda, akishikiana na nyinyi kwenye shughuli zake mbalimbali. Kwa hiyo nadhani hata nyinyi pia mmeguswa, kila mtu ameguswa kwa njia yake. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tuendelee kumwombea Kevin na tunaomba mpeleke ujumbe kwa wanajamii wote wa Tanzania wote kwamba tunawapenda, tunawashukuru na Mungu awabariki wote. Labda swali langu tu dogo la mwisho, kabla umauti hujamfika siku 2-3 zilizopita, unaweza ukasema labda ulikutana naye sehemu hivi mkaongea, yani ni rafiki yenu katika mambo ya bata, je hapa mwishoni mlikutana? Hivi katikati Kevin alikuwa na shughuli zake za mambo ya kugombea, kwa hivyo alikuwa yuko zaidi Mpanda, lakini kama wiki 2-3 zilizopita baada ya chaguzi alikuwa amerudi hapa Dar es Salaam. Alikuwa ni mtu wa mazoezi sana, tulikuwa tukifanya naye mazoezi.
na tulikuwa tukutana nyakati za jioni. Alikuwa amesimamisha kidogo kinywaji, lakini alikuwa anaishi kwa maisha ya afya zaidi. Kwa hiyo hata kwa wale ambao wanaangalia social media zake utaona alikuwa na posti mazoezi sana, na vile vile alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa utani. Kwa hiyo ukikutana naye lazima akutanie. Sasa katika hizi siku za karibuni alikuwa yeye huwa na gari yake aina ya Land Cruiser, lakini hivi karibuni amekuwa akitumia hiyo IST ambayo amepata nayo ajali. Kwa hiyo tulikuwa tunamtania, tajiri vipi? Pesa zimeisha kwenye uchaguzi kule, mbona siku hizi unakaa IST? Anacheka sana na anasema bana, na mimi ni tajiri bana, hamna shida na nini na nini. Kwa hiyo tumekuwa tukitaniana na tukifurahi kwa pamoja, na katika furaha zake hakuna hata siku moja tuliwahi kukaa tukawaza kwamba tunaweza tukampoteza ndani ya siku za hivi karibuni, kwa sababu alikuwa ni mtu wa furaha sana. Wengine wanasema kifo kina dalili, lakini hatukuona dalili yoyote. Poleni. Asante sana. Asante sana.